usiogope. Mungu bado anakupenda, Mungu bado yuko pamoja nawe, na Mungu bado ana mpango na wewe. Tumaini hili la Mungu kwa watu wake na warithi wake limejifunua wazi kwa mwanaye mpenzi Yesu Kristo. Huyu ndiye Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Injili ya Mathayo sura ya 1:23. Mungu huyu pamoja nasi, yaani Yesu Kristo, anajidhihirisha katika injili ya leo kuwa Mungu ni wa haki, Mungu ni wa huruma, Mungu ni wa upendo. Na anadhihirisha hayo juu ya mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Kwa kosa aliyofumaniwa mwanamke huyu, tulitegemea mbele ya mashtaka yake angekuwepo na alishiriki naye tendo lile la uzinifu. Lakini cha kushangaza, anapelekwa mwanamke peke yake. Je, mwanamke aweza kuzini peke yake? Na hawa wanaompeleka, Mafarisayo na waandishi, wamesahau kwamba katika Torati imeandikwa mwanamume au mwanamke anapokamatwa ugoni apigwe mawe mpaka, sio mwanamke tu, mwanaume na mwanamke. Lakini leo wamempeleka nani? Wamempeleka nani? Mwanamke peke yake. Je, mwanaume yuko wapi? Lakini hilo pia halionekani. Huu ni uonevu wa kimazingira, kitaratibu na kisheria kwa tuhuma alizobebeshwa mwanamke yule. Hata hivyo, lengo la waandishi na Mafarisayo halikuwa tu kumweka mwanamke yule hatiani, bali na Yesu pia katika uamuzi atakaotoa kuhusu shauri hilo. Kwa kuwa shauri hili hatima yake ni mauti, yaani mhusika kupigwa mawe hadi kufa, Yesu anazisoma dhamiri zao na kuwaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Na mahali pengine Kristo anasema, mbona wakitazama kibanzi cha ndugu yako na kumwambia sogea nikitoe, lakini wewe boriti katika jicho lako huioni? Mnafiki wewe! Toa kwanza boriti hiyo nayo katika jicho lako, ndipo utakapoweza kukitazama vema kibanzi kilicho kwenye jicho la ndugu yako na kukitoa. Ndio hii anayosema leo kwamba asiye na dhambi au kwanza kumtupia nini? Jiwe. Wakati mwingine tunaonyeshea kidole watu wanapotenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu, ambapo na sisi tuko hivyo hivyo, lakini tunakuwa washabiki wa kwanza na kuwahukumu. Umetoka kuiba sasa hivi, unafika mbele unakuta mwizi mwenzako amekamatwa, na wewe unachangia kuchukua je na kufanyaje? Na kumponda kwamba ngoja leo tumkomeshe. Lakini wewe umetoka kufanya tukio hilo, unashindwa kumwonea huruma. Hukumu unayohukumu nayo ndio utakayohukumiwa. Injili ya Yohane sura ya 8:7. Matokeo ya mtihani huu ni kwamba nao dhamiri zao zinawasuta, na waliposikia hayo walianza kuondoka, toka aliye mzee mpaka mdogo. Wapendwa, huruma na upendo lazima vitawale kabla na hata baada ya hukumu yoyote. Huruma na upendo na haki lazima vitawale kabla na baada ya kutoa hukumu yoyote. Ukweli huu tunaona kwa Kristo Yesu baada ya kubaki na mshtakiwa na kumuuliza, je, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu? Nami sikuhukumu, lakini enenda zako usitende dhambi tena. Yaani, ondoka, umesamehewa, ukaanze maisha upya na Kristo.
Kristo akuongoze katika maisha yako. Nasi tunaalikwa leo, tunapofanya maamuzi juu ya wenzetu, tunapofanya maamuzi juu ya watoto wetu, tunapofanya maamuzi katika familia zetu, tutangulize huruma, haki na upendo. Na si katika maamuzi tu, tunaalikwa kuanza na Mungu katika maisha yetu, kutembea na Mungu, kumaliza na Mungu. Tuanze kwa sala kumwomba Mwenyezi Mungu yale ambayo tunayatenda ayabariki, aweke mkono wake atuongoze. Lakini tumualike katika shughuli zetu aweze kuwa pamoja nasi, tuweze kutenda yale ambayo yanatokana na mapenzi yake. Lakini mwisho, maana baada ya kuomba tukatenda kazi, tutapata mafanikio. Na hata tukipata mafanikio, tunasema mshukuru Mungu kwa kila nini? Kwa kila jambo. Mwishoni shukuru na kushukuru Mwenyezi Mungu hata jioni unaposali kwa mema yote uliyojalia siku ya leo, na kuomba unijalie usiku huu uweze kuwa usiku mtulivu. Malaika wako wanilinde, niamke salama, niendelee kutumikia wewe. Sifa na utukufu viwe wako siku zote, ili Mungu aendelee kutukuzwa na mwanadamu aendelee kupokea nini? Endelee kupokea nini? Kupokea wokovu. Mungu anatukuzwa ili mwanadamu apate nini? Wokovu. Wapendwa, tukiwa katika Kristo, atakayeonekana katika maisha yetu ama maisha yako, si wewe na ubinafsi wako, bali Kristo mwenyewe. Mafanikio unayoyapata si wewe, bali Kristo aonekane katika kazi yako, aonekane katika yote unalotenda, aonekane katika maisha yako. Lolote unalolipata, mafanikio yoyote, sio kazi yako wewe mwenyewe, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni baraka zake. Hata kama tu wa dhambi, Mzaburi anatuambia Mungu wanyeshea mvua wema na wabaya, wawashea jua wema na wabaya. Lakini anatualika kufanya toba na kumrudia yeye, hasa kipindi hiki cha Jubilei 2025. Kama binadamu sitakuwa na chochote cha kujivunia zaidi ya Kristo mwenyewe. Haya ni maneno ya Mtume Paulo. Akasema tena, nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 3 aya ya 9. Mapendo daima. Mateso na mahangaiko ya Kristo anayoishi ndani na katika Kristo kupata maana halisi. Mateso, mahangaiko, matatizo ya Kristo anayeishi ndani yetu yanapata maana halisi. Huwezi kumjua Kristo kwa kupiga kisogo. Utamjua Kristo kwa kuishi ndani na pamoja naye, kumkaribisha Kristo katika maisha yako, kama nilivyosema kwamba kuanza na Mungu, kutembea na Mungu na kumaliza na nani? Wale walejio wanasema anza na mama, yani Bikira Maria, tembea na mama Bikira Maria, maliza na mama Bikira Maria. Hivyo sisi tunahitaji neema, tukiunganika na Mtume Paulo anaposema ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 3 aya ya 10 hadi ya 11. Na kile anasema pia, anahesabu mambo yote kuwa hasara
anahesabu mambo yote kuwa mavi, akifananisha na utukufu ule wa Kristo atakaopata. Je, sisi mali zetu, mafanikio yetu tunayafananisha na nini? Vyote tulivyo navyo inawezekana vikawa ndio vimungu vyetu. Mali tulizo nazo inawezekana ndio miungu yetu. Paulo anatualika kwamba haya tusiyahesabu kuwa si kitu, bali tuyatumie kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Hatua hii ya kukua kiroho ndani na katika Kristo hutuondolea kiburi na majivuno yote ambayo yanatukwamisha kuona uzuri wa Kristo ama kuona uzuri wa Mungu ndani yetu. Tunapofanya mazoezi ya kiroho mara kwa mara, tunaposali, tunapofanya toba, tunapofanya matendo ya huruma, tunapoonea watu huruma, tunapotoa hukumu ya haki kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, tunaondoa kiburi katika maisha yetu, katika nafsi zetu. Tunaondoa majivuno ambayo yanakwamisha kuona uzuri wa Kristo ndani yetu. Na kwa kufanya hivyo tutaona mema pia kwa wengine. Maana wakati mwingine sisi wanadamu tunaona mabaya tu kwa mtu, lakini hakuna mtu mbaya katika yote, wala hakuna mtu mzuri katika yote. Kila mtu ana ubaya wake na uzuri wake. Kwa hivyo tunaalikwa tubebe yale yaliyo mazuri zaidi, yale yaliyo mabaya tuwashauri, ila sio kwenda kuyasema pembeni, sio kwenda kuonyeshea kidole pembeni. Na huku ndiko kupungua ili Kristo aongezeke kila siku katika maisha yetu. Paulo anatuambia si kwamba nimekwisha fika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake Kristo limeshikwa. Waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 3 aya ya 12. Kwa hiyo pasipo kujishusha hatuwezi kufika pale alipo Kristo. Pasipo kujishusha hatuwezi kupokea utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kukaa kwangu kila siku, kutembea kwangu kila siku, kufanya kazi kwangu kila siku, kamwe tusichoke kutafuta uso wa Kristo na kuakisi upendo na huruma ya Mungu kwa watu wake na kwa wale ambao tunaishi nao. Mtume Paulo anaendelea kusema, ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyashutumilia yaliyo mbele. Kuyasahau ya nyuma pia ni pamoja na kutoa msamaha, kufungua moyo, kumkaribisha Kristo atawale maisha yako, kufungua moyo, kumpa Yesu nafasi. Msamaha ni tiba, msamaha unaponya, msamaha unaokoa. Tuliokwisha yafikia kimaisha leo na sasa hayana umuhimu mkubwa sana tukilinganisha na yale ambayo yapo mbele yetu, ambayo ni uzima wa milele, yaani zawadi ya wito wetu sisi aliotupatia Mwenyezi Mungu, wito wa kufikia utakatifu. Hivyo mara zote tunapaswa kukaza mwendo ili tufikie thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo. Na mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu ni huu: kuwa wakamilifu kama Baba wa mbinguni alivyo mkamilifu. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 48. Tuombe neema Mwenyezi Mungu, hasa kwa kusali, kufanya toba, kufanya matendo mema, ili tuweze kurithi na kuiga huruma hii ya Mwenyezi Mungu, upendo wa Mwenyezi Mungu, kutoa hukumu ya haki tukimshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa maana Kristo ndiye kioo chetu.
Kristo ndiye mfano wetu. Kristo ndiye kiongozi wetu. Daima tumtazame yeye. Daima tumkodolee macho Kristo. Atuongoze katika maisha yetu. Abariki kazi zetu. Abariki familia zetu. Abariki watoto wetu. Abariki kazi zetu. Tumsifu Yesu Kristo.